Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aunda tume huru itakayochunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Na katika michezo, mashabiki wa Yanga visiwani Zanzibar wasifu timu yao kupeleka mechi zake za kimataifa katika uwanja wa New Amani Complex, wakisema ni uamuzi sahihi utakaopelekea kupatikana kwa matokeo ya ushindi. Naam, habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu katika taarifa ya habari ya asubuhi njema inayoletwa kwako na Mikisa Mwepiana. Karibu sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mamlaka alionayo chini ya kifungu cha sheria ya Tume ya Uchunguzi sura ya 32, ameunda tume huru ya uchunguzi ambayo itawajibika kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Hii hapa ni taarifa zaidi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia amemteua Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania Mheshimiwa Jaji Mohamed Chande Othman kuwa mwenyekiti wa tume hiyo, huku akichukuliwa kuwa mmoja wa majaji wenye uzoefu mkubwa katika masuala ya haki, utawala wa sheria na uchunguzi wa kitaasisi ndani na nje ya nchi. Wajumbe wengine ni pamoja na Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Ibrahim Khamis Juma, ambaye pia ana uzoefu katika masuala ya haki na utawala wa sheria, na mjumbe wa pili ni kiongozi mstaafu aliyewahi kuwa katibu mkuu kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Ombeni Yohana Sefue. Aidha, Mheshimiwa Rais Samia amemteua kamanda mstaafu wa Jeshi la Polisi nchini Inspekta Jenerali Saidi Ali Mwema kuwa mjumbe wa tume hiyo. Wajumbe wengine wa tume hiyo ni wanadiplomasia wabobezi na mabalozi wastaafu, ikiwemo Mheshimiwa Balozi Radhia Msuya, Mheshimiwa Balozi Luteni Jenerali Paul Mela, Mheshimiwa Balozi David Kapia, pamoja na Dr. Stegomena Taxi ambaye ni waziri wa zamani aliyewahi kuwa katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, tume hiyo itafanya kazi zake kwa kujitegemea, ikikusanya ushahidi, kupokea maoni kutoka kwa makundi mbalimbali ya wananchi na wadau, na kuandaa ripoti kamili itakayowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ezekiel Mwambopo, Channel 10. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar Daktari Saada Mkuya Salum amewasisitiza wafanyakazi wa ofisi yake kuongeza kasi ya utendaji wa kazi ili kuhakikisha matarajio na malengo ya serikali yanafikiwa kwa mafanikio makubwa zaidi. Taarifa ifuatayo inatuhabarisha zaidi. Humu ndani mna sera mbalimbali ambazo zinatuongoza, lakini humu ndani mna bajeti yenyewe ambayo itatuongoza kwa muda, lakini humu ndani mna mpango mkakati wa shughuli mbalimbali. Lakini humu ndani, Mheshimiwa Waziri, mna basi hati ya makabidhiano. Mheshimiwa Waziri, naomba kukabidhi. Ni katika hafla ya makabidhiano ya ofisi ya wizara na aliyekuwa waziri wa afisi hiyo Mheshimiwa Ali Suleiman Mrembo, ambapo ndipo Dr. Mkuya alipotoa msisitizo huo, akisema wizara hiyo ina wajibu mkubwa wa kuhakikisha inatekeleza kwa vitendo na kusimamia ahadi za rais alizozitoa wakati wa kampeni kuhusu utoaji wa huduma za kijamii na maendeleo ya kiuchumi kwa maslahi ya nchi. Mategemeo ni kwamba kasi ile ambayo anaitaka uanze kuionyesha wewe ambaye uko karibu yake. Kwa hivyo mimi tayari nimeshajituni kuhakikisha kwamba hilo tunalitekeleza, tunasimamia kwa karibu, lakini kubwa zaidi kuhakikisha kwamba ahadi ambazo Mheshimiwa Rais alizitoa wakati wa kipindi cha kampeni tunazisimamia na tunahakikisha kwamba zinatekelezwa. Katika hatua nyingine, amewasihi watendaji wa ofisi hiyo kuendeleza ushirikiano baina yao, huku akimshukuru waziri aliyemaliza muda wake Ali Suleiman Mrembo na uongozi wake bora na kuiongoza afisi hiyo kwa mafanikio makubwa. Hili vile vile linahitaji sana mashirikiano pamoja na mawaziri wenzangu ambao wako katika wizara mbalimbali, na kwa sababu Mheshimiwa Rais ahadi zake ambazo alizitoa zinajikita katika maeneo karibu yote.
Kwa maana hiyo kila waziri tutashirikiana kuhakikisha kwamba zile ahadi anazitekeleza pale ambapo zinapofall katika wizara yake. Juma Mohamed, Channel 10. Waziri wa Maji Juma Aweso amewataka watumishi wa wizara hiyo kuongeza kasi ya uwajibikaji kazini ili kuhakikisha changamoto za upatikanaji wa maji kwa wananchi zinapatiwa ufumbuzi wa haraka, akibainisha kuwa wizara yake imepewa kipaumbele katika hotuba ya siku 100 ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dodoma mara baada ya kupokelewa na watumishi wa wizara hiyo kufuatia kula kwake kiapo cha uwaziri, Aweso amesisitiza umuhimu wa watumishi kufanya kazi kwa weledi na kasi inayolingana na matarajio ya serikali. Mheshimiwa Rais ana imani kubwa sana na watumishi wa Wizara ya Maji. Ni waombe na ni wasihi, kiaminiwa aminika, twendeni tukamlipe matokeo ya kazi kwa imani ambayo ametupatia Mheshimiwa Rais. Ni waombe na ni wasihi, twendeni tukafanye kazi, na hii kazi tunaiweza kufanya. Hakuna mtu ambaye hawezi kufanya kazi hapa. Awali, naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Mathew amewataka watumishi wa wizara hiyo kuacha kukaa ofisini na badala yake kushuka kwenye maeneo ya kazi ili kusimamia kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maji, huku katibu mkuu wa wizara hiyo Mhandisi Mwajuma Waziri akiahidi ushirikiano kwa viongozi hao. Kikubwa tumesikia mambo yafuatayo. Hotuba ya Mheshimiwa Rais ilikuwa imenyoka, straightforward, ile ambayo aliitoa bungeni. Lakini pia kuna kakipande kadogo na leo kakarudia kidogo sana, lakini kina reflect ile hotuba yake ya bungeni. Tafsiri yake ni kwamba anahitaji sana tukatoke kwenye makaratasi tukaende kwenye uhalisia. Ni wasaa wa kwenda kuhakikisha kwamba tunatembea katika ndoto ya Mheshimiwa Rais. Tuna ilani mpya na malengo mapya. Tulikuwa tunakimbizana na 95% mjini, 85% vijijini. Sasa tunayo ilani mpya. Ni wasaa wa kutosha wa kujisomea na kuielewa nini malengo ya kipindi cha miaka 5. Ukweli niseme wazi, tuna vitu vingi tulikuwa tunatamani mrudi ili pale tulipoishia tuendelee kwa pamoja, kwa sababu mmefanya kazi kubwa na tunafahamu mbele yetu tuna kazi kubwa ya kufanya. Kwa hiyo sisi kwa pamoja na wenzangu tuko tayari kuwapa ushirikiano. Tunasubiri sasa, kuanzia hivi sasa kazi inaendelea. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Serikali imewataka watumishi wa sekta ya elimu kuhakikisha sera mpya ya elimu inatekelezwa kikamilifu, ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa darasa la 6 na 7 wanajiunga na kidato cha kwanza mwaka 2027 bila ya kikwazo chochote. Maagizo hayo ya serikali yametolewa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda kwenye makao makuu ya wizara hiyo Mtumba jijini Dodoma, wakati yeye na naibu waziri wa wizara hiyo Bi Wanu Hafidh Amir walipokaribishwa wizarani mara baada ya kuapishwa. Inatupelekea tukifika 2027 wanafunzi walio darasa la 6 watakuwa wanamaliza shule ya msingi na walioko darasa la 7 hapo hapo watamaliza shule ya msingi. Tutakuwa na madarasa mawili, la 6 na la 7, wote wanahitimu. Na ni kipindi hicho ambacho sera inasema kila mtoto wa Kitanzania lazima asome mpaka kidato cha 4. Aidha, Profesa Mkenda akataka shule za ufundi kupatiwa mahitaji yake yote ili elimu ya amali iendelee kutolewa kwa ubora uliokusudiwa, huku naibu waziri wake Bi Wanu akitoa msimamo wake kwa watumishi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba vile vyuo vinapata mahitaji yake yote, zile shule, ili elimu ya amali isiye watu wakaanza kuinyanyapaa. Najua vile maandalizi yamefanyika chini ya uongozi wa katibu mkuu na nyie ndugu zangu wote hapa, lakini hakuna kulala kwa sababu lazima tukamilishe. Zilikuwa shule 100 na ngapi? 103, na hilo ni tone kwenye bahari.
Mimi niko tayari Mheshimiwa Waziri kwa maelekezo, kwa ushauri na kwa chochote. Pamoja na kwamba na uzoefu huko field kwenye elimu, lakini sio mkubwa sana. Hapa nipo jikoni sasa. Kwa hiyo inabidi niwe mpole kidogo kusikiliza ili huko mbeleni tuende sambamba. Na mimi naomba protokoli yote ivunjwe, nichukuliwe kama naibu waziri wa elimu. Na mimi ni rahisi kufikika, ni rahisi kushaurika, lolote ambalo mtu analo tuendelee kuvunja protokoli. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Chama cha waendesha pikipiki na bajaji mkoa wa Kilimanjaro kimempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa na Watanzania kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu kuliongoza taifa kwa miaka 5 tena. Mwandishi wetu Tadei Masawe anaripoti zaidi kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro. Pongezi hizo zimetolewa na makamu mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Kilimanjaro Hamadi Bendera kwenye mkutano na waandishi wa habari na baadhi ya waendesha bodaboda wa manispaa Moshi uliofanyika kwenye ukumbi wa ofisi ya usalama barabarani mkoani Kilimanjaro. Sisi kama chama tunamuunga mkono rais wetu, na nichukue fursa hii kumpongeza kwa dhati maafisa usafirishaji mkoa wa Kilimanjaro. Tunampongeza kwa dhati kwa ushindi mkubwa aliopata, na tuko tayari kuwa na utulivu kama ilivyokuwa tarehe 29 kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro. Mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Kilimanjaro Bahati Nyakiraria akalaani kitendo cha vurugu kilichofanywa na baadhi ya vijana Oktoba 29 kwenye maeneo ya soko la Mbuyuni manispaa Moshi, ambapo vijana hao walichoma matairi barabarani. Sisi tunakanusha kwamba fujo ama vurugu zilizofanywa ndani ya mkoa wa Kilimanjaro sio waliofanya ni bodaboda ama bajaji. Hao ni wahuni waliotumia vyombo hivi kufanya fujo. Sasa rai yetu kwenu nyie bodaboda ni kuwataka msijihusishe na vitendo vya uvunjifu wa amani. Siku ya tarehe 29 Oktoba, siku ya uchaguzi, tumeona zile vurugu chache ambazo zilitokea katika mkoa wetu au katika wilaya yetu zilituathiri sana. Haswa mimi dereva wa bajaji na wenzangu wa bodaboda. Tulikuwa tunanunua mafuta lita shilingi 2,800 na kitu. Lakini baadaye tulikuja kununua petroli kwa shilingi 7,000 lita mpaka shilingi 12,000 vichochoroni, ili tu uweze kufanya movement ya hapa na pale. Lakini pia tukaathirika sana, abiria kukawa hakuna, watu wote wako manyumbani wamejificha, wanaogopa vurugu. Sasa sisi aidha Nyakiraria akaelezea mkakati wa kudhibiti watu wanaotumia mwavuli wa bodaboda kutenda uhalifu. Bajaji na bodaboda zitahakikiwa. Kuna utaratibu unawekwa ambapo tutakuwa wote tuko kwenye mfumo mmoja. Kwa hiyo bajaji kituo chochote iliyopo, pikipiki ama bodaboda kituo chochote iliyopo kitatambulika na kitaonekana kwenye mfumo. Kwa kama kuna kituo A kina bajaji 12 na kina bodaboda 20, zote zitafahamika kwa majina na kwa utambulisho ambao tutauweka kwenye mfumo, na utambulisho huo utakuwa ni utambulisho wa kwako wa kudumu. Hakuna mtu anaweza akautumia kwa kufanya uhalifu. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmedi ametoa maagizo kwa halmashauri ya wilaya ya Mbinga mkoani humo kuhakikisha inaongeza wigo katika uwekezaji wa miradi mbalimbali kwenye miji mikubwa hapa nchini ili mapato yanayopatikana yatumike kuboresha huduma za wananchi pamoja na kuinua uchumi wa halmashauri. Ditanyoni kutoka Ruvuma ana taarifa zaidi. Mkuu wa mkoa Brigedia Jenerali Ahmedi ametoa wito huo wakati wa uzinduzi wa jengo la kibiashara la halmashauri ya wilaya Mbinga, ambapo amesema mazingira rafiki ya uwekezaji na uwezeshi katika sekta binafsi na za umma hapa nchini inatokana na sera bora zilizowekwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Anzeni kufikiria kufanya uwekezaji pia katika miji mingine mikubwa nje ya wilaya yenu, ili mapato mtakayoyapata huko yaje kusaidia kuboresha huduma za wananchi wetu wa Mbinga. Namna gani tutakuja na miradi ya namna hii hata na mingine ambayo itafanya wananchi waweze kufurahia katika huduma za kijamii na kiuchumi wakiwa katika maeneo yao. Na kama halmashauri haiwezi kukusanya mapato, tafsiri yake ni kwamba huduma itakayotolewa kwa wananchi ni hafifu kutokana na kutokuwa na fedha.
Awali akitoa taarifa juu ya ujenzi wa mradi huo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri Joseph Kashushura amesema fedha zilizotumika zinatokana na mapato ya ndani, huku mkuu wa wilaya Kisale Makoli akaeleza namna vyanzo mbalimbali vilivyofanikisha kukamilisha. Niseme tu gharama za utekelezaji wa mradi huu mpaka mnavyoona ni shilingi bilioni 2 na milioni 381,575. Kwenye kahawa tulizalisha tani 19,000 sawa na kilo 19,000 plus, na halmashauri yetu iliweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 4.7. Aidha, mkuu wa mkoa ameiagiza halmashauri ya wilaya Mbinga kutunza mradi huo pamoja na swala la ulinzi na usalama kwa watu watakaolitumia jengo hilo la kibiashara. Kutoka Ruvuma, Ditanyuni, Channel 10. Baadhi ya mashabiki wa timu ya Yanga Africa Sports Club visiwani Zanzibar wamesema maamuzi ya uongozi kuamua kuleta michezo yake ya hatua ya makundi ya michuano ya CAF ni uamuzi sahihi, na wana imani na timu yao kwamba itafanya vyema hatua za makundi. Wanasema timu ya Yanga Zanzibar ni nyumbani, hivyo Waarabu wajipange kupokea kipigo kwenye dimba la uwanja wa New Amani Complex. Kwa taarifa zaidi tujiunge na mwanamichezo wetu. Tambo hizo za mashabiki wa Yanga zinajiri baada ya timu yao kuwasili Zanzibar kuanza maandalizi ya kusaka kucheza hatua robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Furahi sana Yanga kuja Zanzibar kwa sababu imekuja nyumbani. Hapa ni nyumbani kwao hapa. Inapokelewa vizuri na tuna matumaini kwamba anakuja kufanya vizuri katika ardhi ya Zanzibar. Timu imekuja Zanzibar, hatuna shaka tunakwenda kufanya vizuri siku ya tarehe 22. Mashabiki hawa waliojawa na furaha na tabasamu la ujio wa timu hiyo wamesema matumizi ya uwanja wa New Amani Complex wao ni sehemu ya kuandika historia mpya Afrika. Tunaimani wana Yanga wataitika kwa wingi siku ya tarehe 22 Jumamosi. Farabati ni underground nyingine, lakini tumejipanga kwa ajili ya ushindani, sio kushiriki. Tumekuja kushindana. Hakuna hofu kwa sababu hapa pako salama, pako vizuri. Kama tulivyosema Zanzibar ni njema, atakaye aje. Meneja wa timu ya Young African Walter Harrison amesema timu imesafiri salama na tayari kuanza maandalizi ya michezo iliyo mbele yao. Subiri wachezaji takribani 5 ambao wako kwenye timu zao za taifa na watajiunga na sisi by kesho kutwa, na tutakuwa full kikosi. So kwa upande wa majeruhi hali iko hivyo, lakini kama ambavyo unajua tuna kikosi kipana ambacho kina ubora. Ndio timu ambayo ina mashabiki wengi Tanzania nzima, na ndio maana inaitwa timu ya wananchi. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wako Zanzibar, ambao wako nchi nzima, tunapenda kuwashukuru kwa jinsi ambavyo wamekuwa wanatupa support kwa kipindi chote ambacho Young Africans imekuwepo. Kwa hiyo this time around tunataka kuiona nguvu yao. Timu ya Young Africa imewasili Zanzibar majira mchana kwa ajili ya michezo ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, na wakiamua kutumia uwanja wa New Amani Complex kama uwanja wao wa nyumbani. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo, mtazamaji, na huo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari ya asubuhi njema kwa siku hii ya leo, na kuacha na Emmanuel Mwakapotela pamoja na Emily Lazarius kwa ajili ya kuendelea na kipindi cha Baragumu Live, ambapo pia watakuletea uchambuzi wa magazeti. Asante sana.